Na shukrani sana kwa kuendelea kusalia nasi, na sasa ni habari za biashara na uchumi. Baadhi ya wafanyabiashara ya nafaka wamesema hali ya upatikanaji wa vyakula hususan mchele na maharage ni nzuri kutokana na uzalishaji wa mazao hayo kuongezeka msimu huu wa kilimo baada ya mikoa mingi nchini kupata mvua za kutosha. Kuongezeka kwa mazao hayo ya nafaka sokoni kumefanya kushuka kwa bei na hivyo kuleta unafuu kwa walaji. Wakizungumza na kituo hiki, wafanyabiashara waliopo katika soko la Mchichani lililopo Ubungo jijini Dar es Salaam wamesema kwa sasa mchele unauzwa kati ya shilingi 1700 hadi shilingi 2500 kwa kilo moja ikilinganishwa na shilingi 3000 hadi 3500 kwa kilo moja iliyokuwa ikiuzwa awali, huku maharage yakiuzwa kwa bei ya shilingi 2300 hadi 2500 kutoka bei ya awali ya shilingi 3000 hadi 3500. Mwanahabari wetu Kisa Mwaipiana ndiye aliyezungumza na wafanyabiashara hao. Mtazamaji, tuko katika soko la Riverside Mchichani hapa eneo la Riverside. Tunazungumza na baadhi ya wafanyabiashara wanaouza nafaka katika soko hili ambao kwa upande wao wanaeleza kushuka kwa bei kwa nafaka hizo, hususani katika nafaka ya mchele pamoja na maharage. Mavuno yalikuwa mengi sana kutokana na kipindi cha mvua kiwa kizuri, ila kwa msimu uliopita kidogo mvua zilikuwa chache. Matarajio yetu tulitarajia kuja kuuza mchele bei rahisi sana, lakini kutokana na mazingira ya mafuta kidogo mchele umekuwa ni bei juu kidogo. Riverside wana kiwango, yani hawachukui mchele hovyo hovyo. Ukisikia mchele 1900 1800 ni kwamba wanauweka tu kwa watu wale wa kawaida, lakini Riverside ni michele ambayo ina kiwango. Mtazamaji, palipo na biashara hapakosi kuwa na fursa. Ninazungumza na baadhi ya vijana wa eneo hili la Riverside ambao wanapata ajira za muda mfupi kupitia magari yanayokuja katika soko hili kwa ajili ya kushusha nafaka zinazotoka katika mikoa mbalimbali. Sisi tunafanya shughuli ndogo ndogo kama za ubebaji wa mizigo. Fursa tulizokuwa nayo, changamoto ambayo tumefurahi kuwa na soko karibu katika mtaa wetu wa Kibangu. Sisi kama si wafanyakazi tunafanya kazi ngumu, lakini tunapata ajira kulingana na kukidhi mahitaji hapa. Mzigo unapatikana kwa wingi, bei nzuri, mchele mwingi, afuata bei ya chini. Nikiripoti kutoka katika eneo hili la Riverside hapa jijini Dar es Salaam, mimi ni Kisa Mwaipiana wa Channel 10. Shukrani sana Kisa Mwaipiana. Ukosefu wa mitaji, vitendea kazi vya kisasa na viwanda vya uzalishaji ni changamoto ambazo zimekuwa zikiwakabili mafundi wa kushona nguo, hivyo kushindwa kujiingizia kipato, jambo ambalo limewafanya kuiomba serikali na wadau wengine kuongeza uwekezaji ili sekta hiyo ichochee ajira na ukuaji wa uchumi. Mwajabu Hoza na ripoti kutokea Kigoma. Kauli hiyo imetolewa wakati wa uzinduzi wa jukwaa la uchumi la wanawake mafundi ushonaji Tanzania lilofanyika mkoani Kigoma, na lengo ni kuwaunganisha mafundi, kuongeza ujuzi na kuimarisha uchumi wao kupitia ushonaji. Baadhi ya washiriki wanasema ukosefu wa mashine za kisasa na mitaji unawazuia kuongeza wigo wa biashara na uzalishaji wa bidhaa zenye ushindani. Tulikuwa tunaomba utusaidie cherehani kubwa za umeme, usaidie overlock, mashine za kudarizi, lakini pia hata viwanda vyetu tuweze kutusaidia tupate na sisi viwanda. Washiriki wa jukwaa hilo wanasema elimu walioipata itawaongezea ubunifu na kuwasaidia kubuni mavazi yanayokidhi mahitaji ya soko. Katika fani yangu kuongeza ujuzi, kuongeza thamani ya kazi yangu, kufanya kazi kwa bidii, kufanya kazi iliyo bora. Mratibu wa jukwaa hilo Hatibu Luganda anasema jukwaa hilo limelenga kuwaunganisha mafundi, kuwawezesha kupata mitaji, mafunzo pamoja na mikopo. Kuwawezesha kufanya kazi kwa kushirikiana, kwa maana kuanzisha vikundi, utapata fursa za mikopo ile ya halmashauri au manispaa, lakini pia hata taasisi za fedha. Baadhi ya wadau wameahidi kuendelea kuwawezesha mafundi ushonaji kupata mikopo, vifaa na masoko ili kuongeza uzalishaji na ajira. Benki yetu ya serikali TCB ipo hapa kuhakikisha kazi ya mikono yenu zinawapa tabasamu la mafanikio. Ni wajasiriamali wa ngazi ya kati, tunawakopesha zaidi ya bilioni 70 mpaka bilioni 1. Kutoka manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma, Mwajabu Hoza, Channel 10.
Kamati ya siasa ya mkoa wa Morogoro imeipongeza halmashauri ya manispaa ya Morogoro kwa usimamizi na matumizi mazuri ya fedha za mikopo ya 10% zinazotolewa kwa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu, ikieleza kuwa fedha hizo zimeendelea kuwa chachu ya kuinua maisha ya wananchi kiuchumi. Jimmy Mengele anaripoti. Pongezi hizo zimetolewa na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Morogoro, Mhandisi Josephat Masunga, wakati wa ziara ya kamati ya siasa ya mkoa huo, na kukipongeza kikundi cha Kaza Mwendo Group kinachoendeshwa na watu wenye ulemavu wa macho, kinachojihusisha na huduma usafirishaji wa abiria kwa kutumia bajaji, akisisitiza kuwa ulemavu si kikwazo cha kufanya kazi, bali kila mtu ana uwezo wa kujitafutia maendeleo endapo atapata fursa. Niwapongeze sana halmashauri kwa namna ambayo wanasimamia uwezeshaji huu kupitia 10% ya mapato yanayotokana na halmashauri. Lakini pia nimpongeze sana ndugu yangu hapo Lucas Joseph kwa ujasiri huu wa kuweza kuona kwamba pamoja na hali nilionayo, basi naweza kufanya jambo fulani la kuwezesha kuendesha katika maisha yangu. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Morogoro Adam Kigoma Malima amekiwezesha kikundi hicho kufikia mafanikio makubwa zaidi kwa kuchangia shilingi milioni 1 ili kupunguza mzigo wa marejesho ya mkopo na kuongeza kasi ya ukuaji wa shughuli zao za kiuchumi. Tufuatilie kwa karibu ili tuhakikishe kwamba katika hatua zote za miaka 2 ambayo tuna mahusiano ya kimradi na hawa Kaza Mwendo wasipate shida katika urejeshaji wa hiyo mikopo. Lengo letu kubwa ni kujikwamua kiuchumi, kuondokana na umasikini. Tumefanya mambo mengi, tumeweza kujiendeleza na hata kielimu. Jimmy Mengele, Channel 10, Morogoro. Asante Jimmy Mengele kwa taarifa hiyo, na mwisho wa habari za biashara na uchumi. Muda mfupi tutarejea kwa ajili ya habari za michezo na burudani.